Hujambo mtazamaji wa Zone Media, karibu sana. Natumaini ubuheri wa afya kabisa. Naitwa Victor Moshi. Sasa hapa nakuletea taarifa kuhusiana na Wahouthi kutoka pale nchini Yemen kwamba wameweza kuipa onyo Marekani pamoja na Israel kwamba shambulizi lolote kwenda katika nchi ya Irani basi linaweza likaibua mgongano mkubwa katika ukanda huo wa Mashariki ya Kati, ambapo wamedhamiria kwamba endapo Irani itashambuliwa basi Marekani na Israel moja kwa moja zitaingia kwenye wakati mgumu kabisa ambao hautazuilika kwa upande wa Mashariki ya Kati. Wameweza kutoa onyo hilo kali kabisa. Sasa taarifa inasema hivi: vuguvugu la Wahouthi nchini Yemen limeitahadharisha Marekani na Israel kwamba shambulio lolote dhidi ya Irani, jambo ambalo linaonekana kuwa linawezekana zaidi, linaweza kusababisha kuongezeka kwa machafuko katika ukanda huo. Kundi hilo linalojulikana sana kwa mashambulizi yake dhidi ya meli ambayo yalisitishwa tu baada ya mashambulizi ya anga ya Marekani kuweka mazingira ya kusimamishwa kwa mapigano mapema mwaka huu. Huo usitishaji huenda ukawa hatarini endapo kutatokea vita dhidi ya Irani, ambaye ndiye mfadhili mkuu wa kijeshi wa kundi hilo, kama walivyoashiria siku ya Jumatano. Nchi ya Irani ni mfadhili mkuu wa Wahouthi kutoka pale nchini Yemen, ambapo Irani imekuwa ikisaidia Houthi kwa kuipa silaha mbalimbali, lakini vile vile fedha na teknolojia za kivita pamoja na mambo mengine. Kutokana na hiki ni kwamba Wahouthi pia wana wajibu wa kuweza kulinda maslahi ya nchi ya Irani, kana kwamba endapo itashambuliwa basi inaweza ikaibua vuguvugu kubwa ambalo haliwezi kuzuilika katika upande wa Mashariki ya Kati. Na wanajulikana zaidi kwa uimara wao wa kuweza kushambulia kwenye meli ambazo huwa zinapita katika ukanda wa bahari ya Sham, na wamekuwa wakishambulia meli za Kimarekani, lakini vile vile meli za Israel pamoja na meli za Uingereza. Katika kauli ambayo Wahouthi wameweza kuitoa kama onyo kwenda kwa nchi ya Marekani pamoja na Israel, wamesema kwamba tupo katika kiwango cha juu kabisa cha maandalizi kwa lolote litakalotokea kutoka kwa Marekani. Hiko ni chanzo cha Houthi kiliambia Newsweek siku ya Jumatano. Kiliongeza kuwa shambulizi lolote dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Irani ni hatari na litaivuta kanda nzima kwenye janga la vita. Hakika sio kwa maslahi ya watu wa Marekani kuingizwa kwenye vita vingine kwa maslahi ya Israel. Moja kwa moja inafahamika kwamba Marekani imekuwa ikitoa msaada mkubwa sana kwa Israel kwa kuweza kuipatia baadhi ya teknolojia, lakini kuna makombora mbalimbali ambayo Israel imekuwa ikiyatumia ambayo imekuwa ni hatari kwa upande wa Irani. Na mwaka jana kulikuwa kuna mashambulizi kadha wa kadha ambayo yalikuwa yakiendelea katika Mashariki ya Kati, ambapo Irani walikuwa wakitunishiana misuli pamoja na Israel. Kuna mashambulizi kadhaa ambayo yaliweza kufanyika, ikasemekana kwamba Marekani ilisaidia kufanya mashambulizi katika ardhi ya Irani. Sasa kuna changamoto kubwa ambayo inatokea kwa sasa hivi, kana kwamba Wahouthi nchini Yemen wamejua wazi kabisa kwamba Israel endapo itafanya mashambulizi basi itafahamika kuwa Marekani ndiye ambaye atakuwa anaongoza mashambulizi hayo. Kwa hiyo wameweza kutoa onyo kali kwenda kwa Marekani juu ya Israel endapo itawajibika kuweza kumshambulia Irani, ambaye ni mshirika mkubwa wa Wahouthi ambaye amekuwa akitoa msaada kwa Wahouthi kwa muda mrefu sana hadi hivi sasa. Sambamba na hilo, ofisi ya UK Maritime Trade Operations UKMTO ya jeshi la wanamaji la Uingereza ilitoa tahadhari adimu kwa waendeshaji wa meli siku ya Jumatano, ikiwatahadharisha kuwa kuna hatari ya kuongezeka kwa shughuli za kijeshi zinazoweza kuathiri mabaharia moja kwa moja. Mabaharia wametakiwa kuwa waangalifu wanapopita kwenye Ghuba ya Uajemi, Ghuba ya Oman na mlango wa Hormuz, maeneo ambayo Irani imewahi kushambulia meli hapo awali wakati wa mvutano mkubwa. Sasa hii ofisi ya UKMTO ambayo ni operation ya wanamaji jeshi la Uingereza la wanamaji limeweza kutoa tahadhari siku ya Jumatano kana kwamba mabaharia wote ambao watapitisha meli katika ukanda wa Ghuba ya Uajemi, lakini Ghuba ya Oman pamoja na mlango wa Hormuz, maeneo ambayo Irani imewahi kushambulia katika nyakati hizo, basi wawe na tahadhari kubwa kutokana na viashirio vya mashambulizi ambavyo vinaweza kutokea katika maeneo hayo. Na hii trade operation iko pale kwa ajili ya kuhakikisha kwamba
kuna ulinzi salama wa meli za Kiuingereza ambazo zinapita pale, sasa zile meli kubwa za mafuta ambazo husafirisha mafuta kutoka katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Kwa hiyo kuna tahadhari kubwa ambayo imewekwa kupitia ofisi ya UKMTO kuhusiana na mabaharia ambao wataweza kupitisha meli siku ya Jumatano na muendelezo wa wiki nzima kutokana na viashiria vya uvunjifu wa amani katika eneo hilo, ambapo operesheni kubwa za kijeshi za Kihouthi na Irani zinasadikika kama huenda zikaendelea katika maeneo hayo na tahadhari kubwa imeweza kuwekwa. Mvutano huu unahusu mpango wa nyuklia wa Irani ambao Israel inaona kuwa ni tishio kwa uwepo wake. Mazungumzo kati ya Marekani na Iran kuhusu makubaliano mapya ya nyuklia yamekwama licha ya dalili za awali kuwa kuna maendeleo. Rais Donald Trump ameonyesha kuchoshwa na kasi ya mazungumzo hayo. Kama ilivyokuwa mwaka 2015, Irani inakataa kusalimisha kabisa miundombinu yake ya kuzalisha uranium, jambo ambalo utawala wa Trump unataka liondolewe na kuhamishiwe nchi ya tatu. Kuna vuguvugu kubwa ambalo kwa sasa linaendelea kufuatia ishara za Irani kuweza kukataa mapendekezo na makubaliano ya mpango mzima wa nyuklia katika nchi yake. Marekani inamtaka Irani aache kabisa kuweza kurutubisha uranium katika nchi yake, na Irani amekataa kabisa, ambapo duru nyingi tu mazungumzo yaliweza kuvunjika, na sasa hivi wanatarajia kuingia kwenye duru ya mazungumzo siku ya Jumapili, duru ya 6 hiyo ambayo wanakwenda kuzungumza kuhusiana na mpango mzima wa nyuklia. Sasa kauli ya rais wa Marekani Donald Trump alizungumza kwa kusema kwamba Irani inatakiwa kukubali hata kama itakataa kuweza kukubali vipengele vya makubaliano ya mpango mzima wa nyuklia. Kana kwamba alisema kuwa endapo Irani yatakaidi hatua hizo, basi itaweza kushambuliwa ili kuweza kukubali kijeshi. Sasa kuna vitisho ambavyo vimeendelea, na kutokana na dalili hizi basi ndio maana Wahouthi pia wameingilia kati na kuweza kutoa onyo kwa kiasi kikubwa sana. Lakini vile vile Marekani anafanya hivi kutokana na kulinda maslahi ya Israel ambaye ni mwasimu mkubwa kabisa wa Irani, ambapo Israel inaonekana kwamba endapo Irani itafanikiwa kuwa na zana nyingi za nyuklia, basi inaweza kuwa hatari kwa upande wake ikiwa kuna msuguano au vuguvugu la kijeshi katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Lakini hali imebadilika tangu mazungumzo ya mwisho miaka 10 iliyopita. Tehran sasa ina kiasi cha kutosha cha uranium kilichosafishwa kwa kiwango cha juu, kiasi ambacho kinaweza kutengeneza silaha za nyuklia zipatazo 10 katika muda wa miezi michache. Kutokana na kasi ya uongezekaji wa urutubishaji wa uranium katika nchi ya Irani, basi Irani sasa hivi ina shehena ya kutosha uranium kiasi cha kwamba inaweza kutengeneza silaha za nyuklia zipatazo takriban 10 kwa muda wa miezi michache. Sasa hofu kubwa ya Marekani ndio hii kuja kushtuka mwishoni kwamba hii itakuja kuwa hatari kwa upande wake, lakini vile vile hata kwa upande wa Israel inaweza kuwa hatari. Ndio maana rais Donald Trump anapambana kweli ili kuweza kudhibiti hii hali ambayo inazidi kuendelea katika nchi ya Irani. Mazungumzo yanapokwama, Israel inaaminika kuwa inajiandaa kushambulia vinu vya nyuklia vya Irani kabla ya Irani kutengeneza bomu la nyuklia. Na Irani nayo imeweka wazi mpango wake wa kujibu. Baraza Kuu la Usalama la Irani lilionya Jumatano kuwa lina kiasi kikubwa cha taarifa za kijasusi kuhusu kituo cha silaha za nyuklia cha Israel na wako tayari kufanya mashambulizi ya makombora kama majibu. Kuna taarifa za udukuzi ambazo Irani iliweza kuzidukua kutoka Israel kuhusu vinu vya nyuklia vya Israel, na huku Israel ikijiandaa na mpango wa kuweza kushambulia vinu vya nyuklia vya Irani, basi Irani nayo imetangaza wazi kabisa kwamba kupitia taarifa ambazo waliweza kuzidukua, basi inaweza nayo ikafanya mashambulizi wakati wowote kwenye vinu vya nyuklia vya Israel, kwamba inaweza kujibu shambulizi hilo haraka iwezekanavyo pindi tu Israel atakapofanya mashambulizi katika vinu vya nyuklia vya Irani. Israel inajipanga kuweza kufanya shambulizi katika vinu vya nyuklia vya Irani kwa ajili ya kudhoofisha kabisa mpango wa Irani kuweza kutengeneza nyuklia kwa kiasi kikubwa katika nchi yake, ambapo waziri wa ulinzi wa Irani Azizi Nasirzadeh pia ametishia kushambulia vituo vya kijeshi vya Marekani katika ukanda huo iwapo Irani itashambuliwa.
Lakini vile vile bado kuna vitisho kwenda katika vituo vya kijeshi vya Marekani. Hapa nikimaanisha zile bezi ambazo Marekani imeziweka katika ukanda huo Mashariki ya Kati, ambapo pia kuna bezi ya Al Udeid pale nchini Qatar. Kwa hiyo hiki kitu ambacho kinatokea hapa, kuna wasiwasi mkubwa huenda hata vituo vya kijeshi vya Marekani vikashambuliwa kufuatia tishio la waziri wa ulinzi wa Irani kutishia kwamba endapo Irani itashambuliwa basi itashambulia vituo vya kijeshi vya Marekani katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Kama ishara kwamba mapigano yanaweza kuwa karibu, serikali ya Marekani imeagiza kujiandaa kwa hali ya juu dhidi ya mashambulizi ya Irani katika Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na kuhamishwa kwa wafanyakazi wa ubalozi wa Marekani mjini Baghdad na ruhusa ya kuondoa kwa hiari kwa familia za wanajeshi walio katika vituo mbalimbali katika ukanda huo. Kuna tahadhari mbalimbali ambazo tayari zimekwisha chukuliwa na Marekani kuhusiana na kuweza kuhamisha familia za wanajeshi walio katika vituo mbalimbali vya ukanda huo Mashariki ya Kati, lakini vile vile kuhamishwa kwa wafanyakazi wa ubalozi wa Marekani mjini Baghdad, na hii ni kwa ajili tu ya kuweza kuleta ile amani endapo watashambuliwa, na wanaepusha madhara ambayo yanaweza kutokea kwa familia hizi. Lakini vile vile pale Syria wanaangalia namna gani vituo vyao vinaweza vikabaki salama, hata kama watashambuliwa basi watu wao watabaki salama. Haya ni maandalizi ya awali kabisa yanayoonyesha kuwepo kwa wasiwasi mkubwa katika Mashariki ya Kati, huku vuguvugu likizidi kuwa kubwa, huku Irani akishinikiza kukataa kabisa mpango mzima wa nyuklia ambao kwa sasa hivi rais wa Marekani Donald Trump anapambana kwa kiasi kikubwa sana. Sasa kufuatia taarifa hii, mtazamaji, ungana nasi kila siku hapa Zone Media. Tutakuletea taarifa za muendelezo kwa hiki ambacho kinaendelea katika Mashariki ya Kati, kwa kusubscribe channel yetu, kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare. Mimi ni Victor Moshi.